Mwenyezi Mungu ametujalia tumekata kilomita kutokea Mtwara mjini kupitia Masasi, na moja kwa moja leo hii na ripoti nikiwa kwenye wilaya ya Nachingwea ambayo inapatikana kwenye mkoa wa Lindi. Hapa ni kwenye kijiji cha Naipanga kinachopatikana kwenye kata ya Chumbati shuleni. Tumekuja hapa kuja kumtembelea bibi yetu. Huyo ni mtu mzima lakini ana matatizo ambayo amefanya leo mtu wa field ni safiri kutokea Mtwara kuja hapa. Lengo ni kupaza sauti ya kitu ambacho bibi yetu huyu kimemkuta na maisha ambayo anayapitia. Ana changamoto. Ametokeza kinyama sehemu yake asili. Kinyama kikubwa ambacho hata kutembea anapata shida, lakini pia hana msaada wowote. Hajui kwenda hospitali kwa sababu hata senti ya kula ni shida. Hana makazi yanayoeleweka. Hata vaa yake ni ngumu, hata chakula tu ni tatizo. Kwa hata kupata pesa ya kwenda hospitali ni changamoto. Faida Online TV tukasema hapana, tuje hapa kwa ajili ya kuja kupaza sauti, tuone namna gani watu ambao wataguswa, watu wa Mungu, waweze kumsaidia bibi yetu huyo aweze kupatiwa matibabu. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Ilianzaje hiyo hali? Ilianza niliona kitu kinatoromoka tu, kinaanguka kigozi kile. Nikasema kitu gani hiki? Nsalani. Ilikuwa kama kina ukubwa gani? Kina ukubwa kama hapa na huko. Kama urefu wa mkono yani. Urefu wa mkono. Basi nikaamua kutumbukiza nsalani humo. Sawa, na hii iliyobaki inakuwa kila siku ama inakuwaje? Naona inatoka kila siku. Maana mimi sijui tu. Na maumivu ambayo unayapitia kwa sasa hivi ni yapi? Maumivu hayo inakaa siku yake inaniuma, siku inanyamaza. Siku inavyonyamaza ndio siku ninatembea kwenda kisimani kwenye kuni. Kama majirani niletea kuni. Ulishawahi kwenda hospitali na wakakuambia labda ni ugonjwa gani huu? Sijaenda maana sina hela. Nitatembeaje kufika hospitali? Sawa, maisha yako kwa ujumla hapa ambayo unayapitia, kwa mfano chakula na nini unapataje? Chakula kuna bi kubwa yule alinisaidia matamba. Yapo humo ndani. Ukisema matamba ndo nini? Mahindi? Sio mahindi, makopa. Umewahi kuolewa kwenye maisha yako na ili jambo lilikutokea ukiwa kwenye ndoa au? Imenitokea ningali huyo bwana sikutoka naye ni ndoa. Ulikuwa unaishi naye tu? Nilikuwa naishi naye tu. Kwa hiyo baada ya kutokea hivi bado uko naye ama kimetokea nini? Sipo naye, ameoa, mimi ameniacha. Mimi nikasema alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu, uniache tu. Ipo siku atanisaidia mtu yoyote yule. Mimi msaada ninatoa kabisa, sio kwa kujisingizia. Hata mwenyewe mkimuuliza, ninatoa msaada kumsaidia yule mama. Kwa hiyo nasema musaidie kama tunavyomsaidia sisi. Na sisi msaada mwingine watu uwezi, ninyi ndiye mnayeuweza. Ugonjwa tunamsaidia kufuatana na mambo ya chakula. Kwa homa naye msaidie sana. Mimi naitwa Mikidadi Maulidi, nikitokea wilaya Nachingwea, mkoa wa Lindi, kijiji Naipanga. Mimi mnaponiona hapa ndio nimefanya chini juu ya kufanya mawasiliano na Faida TV ili mama apewe msaada mkubwa sana. Anatabika, anateseka kwa mengi kama mlivyosikia, lakini homa yake kwa sasa hivi kuna muda mrefu, kumechukua mwaka sasa hivi na miezi 4. Tunaomba msaada wenu mtusaidie. Naam, tumepata nafasi ya kuzungumza na Dr. Deogratius Makoti kwa ajili ya kutuelezea nini maana ya hiki ambacho bibi yetu kimemkumba. Ni mtaalamu wa tiba ya kansa. Kama unakuja kusini huku, mtaalamu wa tiba ya kansa zile
kada ambazo zinafanya kazi kwenye oncology wing niko peke yangu. Sasa kansa inakuwa na mishipa ya damu mingi midogo midogo, ndio maana unaona inakuwa nyekundu, lakini hapa inakuwa nyeupe. Hii wacha niseme hii ni differential, yani ni vitu ambavyo tuna suspect, nafikia inaweza kawa hii au hii, lakini more likely to be nini uterine prolapse, ambayo hiyo yenyewe haihusiani na kansa. Haihusiani na kansa. Na ile ni rahisi sana. Yeah. Kwa hizi first second degree hadi za national na anashika chao na akisha kwamba imekuwa exposed lakini haiko infected sana, anairudisha kukaa vizuri na kuongea fanya pelvic floor exercise na kaa sawa. Lakini sasa kama ni first second degree lazima afike kwenye hospitali kubwa kidogo yenye skills, ninasema kuanzia kwenye level ya regional referral hospital, unaweza kusaidia. Na mtazamaji wa Faida Online TV, dunia ni mapito, tunapita, hakuna mtu anabaki hapa, lakini tuna kila haja kutengeneza mwisho wetu mwema. Mimi nimefika, nimeliibua hili, nafasi yako ni kutusaidia kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba huyu mama anapata msaada. Mimi naamini furaha yake itapatikana baada ya wewe kuweza kumsaidia chochote. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.